Pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama, anikumbatie kwa mikono yake, aseme mimi mshindi. Pale kilele namuona Yesu ananisubiri nimalize salama, anikumbatie kwa mikono yake, na aseme mimi ni mshindi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. For some reason I feel like we should have family Sunday every Sunday. Nani anasikia kama mimi? Hiyo constitution le canon imevunjwa. Sasa kanisa ni ibada moja. The warmth is felt. Urugari nagekeno, and it is a lovely, lovely thing. Praise the name of the Lord. This is the true definition of a family service. Protocols, and I love the wisdom of the lay canon. Protocols have been broken. Because in the family, there is no one who is more important than the other. And that is what we do here at All Saints and Gideon. Praise the Lord. Kwa wale wageni na si wengi, lakini kwa hao, kwa niaba yao, kwa jina naitwa Kirienya wa Maina, na nampenda Yesu kama Bwana na mkombozi wangu wa maisha yangu. Namshukuru sana kwa kunipa nafasi kuwa nanyi siku ya leo, na hata nafasi ya kusimama katika pulpit ili niweze kunena neno la Mungu kwa pamoja. Nina tashwishi na wasiwasi kidogo sababu mgeni mmoja ametoka Tanzania. Kiswahili changu kimepigwa character development kidogo. Naomba mumuongeleshe, mumuambie asiniangalie na macho ya kuniambia hiyo ni nini umesema. Lakini on the same breath nataka nikukaribishe sana hapa Kenya na katika All Saints and Gideon na wale wageni wengine ambao wamekuja. Mwezi huu wa Disemba tumekuwa tukiongelelea maneno ya dhamana ya familia, na hii ndio maudhui ya mwisho ya huu mwaka. Kama mnavyojua ni kwamba tangu Januari tumekuwa na maudhui kila mwezi, na mwezi huu wa 12 na hili ndilo somo ambalo tulisomewa katika Wakolosai 3, ndilo hilo ambalo liliinform ya kwamba tuwe na family service ili tuweze kunena maneno ya dhamana ya familia. Na kama mnavyojua, familia ndicho kitengo kidogo sana ambacho kutoka kwake mambo mengine ya society yanaanzia. Bila kanisa hatuwezi sema bila familia hatuwezi sema tuko na kanisa, bila familia hatuwezi tukasema tuko na community ama hata inchi, hatuna. Sababu it is the smallest social unit ambayo inasaidia familia moja na nyingine zikiungana, basi tunapata vitengo ambavyo vinafuata. Na ni kupitia familia tofauti ambapo basi familia ya kanisa letu hapa All Saints and Gideon Mountain View Parish ipo, sababu familia yangu na yako zikiungana basi tunaweza kukuzana na kuwa kitengo kikubwa zaidi. Na kwa hivyo katika hekima kupitia askofu akaona huu mwezi wa Disemba ndio mwezi ambao familia nyingi sana wanasafiri, wanakutana, wanafanya gatherings, wanakula pamoja, wanachinja pamoja. Na kwa hivyo ikakuwa ni muhimu tuweze kuhimiza maana ya dhamana ya familia, na kwa nini ni muhimu sana basi kuangalia familia zetu, ili tukiweza kuzisimamisha vizuri, basi inamaanisha ya kwamba mambo mengine katika vitengo hivyo vingine vyote basi yataweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tukapata somo ambalo limekuwa likituongoza katika diocese nzima, Wakolosai 3 mstari wa 9 hadi mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Lakini nataka kufocus ama kulenga
mahubiri yangu leo kuanzia mstari wa 9 hadi wa 13. Na theme ambayo niko nayo ambayo ningetaka ushike, mwambie mwenzako ni kuvua mtazamo wa zamani. Mwangalie kwa macho, mwambie kuvua mtazamo wa zamani na kuvalia maisha mapya. Hebu mwambie arudie venye umemwambia. Najua mumetaja tu. Unaona hamuongeleshani? Yaani imepita hua. Nekereu. Terocio moriganetie kuruta mundu uria mukuru na kwehumba mundu mweru. Hiyo si tumeshika sasa wengi wenye walikuwa wanagaliana. Kuvua mtazamo wa zamani na kuvalia maisha mapya. Na wapendwa katika Bwana, sura ambayo tulisomewa, sura ya 3 ya kitabu hiki ama waraka wa Kolosai, inatualika kwenye moyo wa mabadiliko ambayo yanaletwa na kufuata Kristo, mabadiliko ya Kikristo. Na tukiangalia ndani ya mistari ambayo nimesema, mstari wa 9 hadi wa 13, tutaona ya kwamba Paulo anaonyesha jinsi injili inavyobadilisha tabia na uhusiano wetu. Kwa sababu mnakumbuka Yesu mwenyewe alisema, haya basi wacha niwaambie wale ambao wanaonisikiza na kufanya kulingana na mapenzi yangu walivyo. Na hivyo ndivyo akapatiana mfano, akasema ni kama mtu aliyejenga nyumba na akaijenga kwenye mawe na kwenye msingi imara. So pia Paulo anachukua yale maneno anayaleta tena hapa, anajaribu kusema ya kwamba lazima kuwe na mabadiliko katika uhusiano wetu kama tuko ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kolosai, niwarudishe pale, lilikuwa kanisa changa sana. In fact, wakati church warden alisema ya kwamba tumefikisha miaka 5, nilikumbuka wakati nikitayarisha hii sermon nikisoma ya kwamba kanisa la Kolosai lilikuwa kanisa changa. Labda lilikuwa kanisa miaka sawa na All Saints and Gideon, miaka 5. Na wacha niwaambia kwamba miaka 5 kanisa kuwa vile ambavyo lilivyo hapa kwetu, mimi nataka kuwaambia ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Gai modheri hatiri odogi. Both structures wise, both pastoral and spiritual maturity ambayo iko katika hili kanisa, ushirikiano ulioko hapa, kanisa ya miaka 5 ni kanisa changa sana. In fact, nilikuwa nimetembea kwa jirani juzi, nikapata kanisa la jirani lilianza 1998. 98 ni miaka 20 na ngapi? Si ni miaka mingi? Kwa hivyo Paulo anajaribu kuangalia hili kanisa kwa sababu ili lisipate shida. Kanisa la Kolosai na huo uchanga wake lilizungukwa na mafundisho potofu. Na ndio maana anaandika huu waraka. Sababu ni changa, lilifuatwa na mafundisho potofu na shinikizo la utamaduni. In fact, the more I kept reading this, I said, this episode is talking about the situation, the current situation, the religious space in our country. Ama nyinyi hamjasikia mambo ya utamaduni kurudi katika kanisa? Si upo kwa wingi? Kwa hivyo nikisoma nilikuwa naona kama Paulo ni mimi kabisa anayeongelesha. So ujumbe wa Paulo, na wale ambao nilikuwa nimepata nafasi ya kupatia huu kuanzishia hii mada ama theme ya huu mwezi, nilikuwa nimewaambia Paulo anasema hivi: kama Kristo anaishi ndani yako, basi lazima kuwe na mabadiliko katika jinsi unavyoishi na wengine. Period. Ni message kidogo sana kutoka kwa Paulo ya kwamba kama Kristo anaishi ndani yako, lazima basi kuwe na mabadiliko jinsi unavyoishi na watu wengine. Tuko pamoja? Unajua sisi wa Kristo tuna shida moja na changamoto moja
ya kwamba tunachokisema kwa mdomo sio kile ambacho tunakifanya kwa matendo. Tunaketi hapa na kwaya wanatuongoza vizuri sana, tunaimba sio mimi ninayeishi, Kristo ndani yangu. Kwani hamjui? Sio mimi ninayeishi, Kristo ndani yangu. Lakini kama Kristo anaishi ndani yako, basi matendo yako lazima yaambatane na mafundisho ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno katika waraka wa Paulo kwa Wakolosai peke yake ambalo anataka wajue. So, leo tutatafakari hii sehemu na tutaangalia mambo matatu ambayo yanafuata kupitia kwa haya mafundisho ya Paulo. Na kama nilivyosema, ukiangalia mstari wa 9 hadi wa 10, anafundisha maneno ya kuvua utu wa zamani. Na wakati anasema maneno ya kuvua utu wa zamani, hatumaanishi Shiro wa kwaya wakati alikuwa mtoto mdogo. Hapana, tunamaanisha Shiro wakati hakuwa anajuana na nani? Na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tusifikirie utu wa zamani ni atendelea daremo nini. Ni wakati mimi mwenyewe sikuwa najuana na nani? Na Kristo. Kwa hivyo anafundisha katika mstari wa 9 na wa 10 maneno ya kuvua utu wa zamani. Na mstari wa 11 na wa 12 ni kukumbatia utambulisho mpya ndani ya Kristo. Unajua ukivua lazima uvae. Anatumia mfano an interesting analogy ya nguo. Sababu ametumia mfano wa kuvua. Anasema kuvua mtu wa zamani na kama tunavyojua ni kwamba basi kama umevua lazima uvae. Kweli ama uongo? Wewe ushaivua ukatoka ukaenda? Na nasema maneno ya kuvua sio kufua. Najua niliwaambia kidogo napigwa character development pale pole. So the analogy of putting off the old identity, and it is an analogy of clothing. Uwezi ukavua ukaenda bila kuvaa. Na sababu tulivua yule mtu mzee, mtu ambaye alikuwa ameongozwa na mambo ya ulimwengu, chuki na vita na corruption na vitu ambavyo vingine ambavyo havimpendezi Mungu, basi tulimvua yule mzee tukavaa nani? Tukamvaa nani? Kristo. Ama sivyo? Na tutaangalia kwa dakika kidogo tuone basi kuvaa Kristo inamaanisha nini. You know, when we talk about old self, we are talking about people who are driven by pride, anger, lust, unforgiveness, selfish control, fear. Huyo ndiye mtu mzee. Kwa hivyo kama wewe una chuki ndani yako, wewe bado hujavua mtu mzee. Kama hauna upendo ndani yako, basi haujavua mtu mzee. Kama wewe ni mtu ambaye anapenda vita katika kanisa, katika familia, basi haujavua mtu mzee. Na Kristo anasema kupitia Paulo na waraka wa Wakolosai ya kwamba kama Kristo ako ndani yako, lazima uhusiano wako na watu wengine ubadilike. Hakuna njia mbili, njia ni moja. Ya kwamba if Christ lives in you, then your relations with other people must be informed by that new identity. Praise the name of the Lord. So the new self is being renewed. Na nilikuwa nimepatiana mfano kitambo ya kwamba tunapovalia kutoka katika manyumba zetu, tunavalia vizuri sana. Hebu angalia neiba yako. Muuliza, ulilala hivi kweli? We ngoja. Kama umelala umesimama next to a lady, hebu muulize kichwani umelala na nini? Wewe wacha. Unaona venye nyinyi ni warembo? Ungetolewa kwa nyumba mbio, ile kitambaa na mashimo iko kwa hiyo kitambaa ungetoka nayo. Na niliwaambia wengine wanalala na sengenge ni ng'ombe t-shirt.
Sasa tunaelekea, by the way, tunaelekea msimu wa kutonunua t-shirts. Ziko karibu kwanza kuja t-shirts za UDA, ODM, Orange, politics. Kenya moja. Hiyo wakati ndo unajua Kenya ni ngapi? Ni moja. Nimeona wamama wamevalia leso, na sasa vizuri, niko na mfano mzuri kutoka kwa dada yangu kutoka pale Tanzania, na misemo mikali. Hata hujui msemo unavyosema pale chini ya leso, wewe umefunga tu kwa kwako, ukasahau ukatoka nayo. Ati nimebeba chuki, fanya utakalo. Na hata hujui ni kweli. Nimeona hizo leso, nimebeba chuki, fanya utaka. Macho ni yako, angalia kwingine. Habari gani unayoieneza? Lakini ukija kanisani, mavazi ni top notch. Angalia mwenzako, angalia nguo ambayo amevaa, maua, madoadoa, pasi imerarua nguo vizuri. Because ulivua nguo ambazo hazifai kutoka kwenda katika public, ukavalia nguo ambazo kubalika. In fact, when I teach young people, I tell them, huwa unavaa vizuri sio kwa sababu yako, kwa sababu yetu. Believe you me. Sababu kama ni kwa sababu yako, si ulale na suti. Wakati uko peke yako useme ni mimi nalala na suti leo. Mbona usilale na suti ukuje nayo kesho ili tukuone umevaa vizuri? You wouldn't have cared. Na kidogo hiyo philosophy kataka kubadilika, na wasichana wadogo wakisema my dress my, ilifanya nini? Ilileta fujo sana, sio? So we dress because of other people. Ungeulizwa wewe, hata nywele haungetengeneza. Ukiwa kwako inakaaga aje? Mbona ulichana ukitoka? Mbona ulifunga vizuri na ukaeka turban hapa vizuri ukitoka asubuhi? Na ukaipiga marashi kwa mbali. Najua naongea maneno naonaga kwangu. Kwani unafikiria sina examples za kwangu? Na sisemi hata mnaweza chelewa kwenda mahali juu ya hiyo. Mnasema twende kidogo unapata mtu Why is that? Because you want to dress right as you go out. So Paul is using the same example, saying, putting away the old self and putting on the new self. And the new self is a new identity that you have received. Bwana Yesu asifiwe. So being new is being renewed in character. Sio kubadilishwa tu kusema kwa mdomo mimi ni Mkristo nimebadilika. Hapana. Waacha watu waone matendo zako, waseme ukweli kabisa fulani ni Mkristo. Hivyo ndivyo inahitajika. Yaani watu waone matendo yako na mienendo yako, waseme kuna Yesu ambaye anaishi ndani ya fulani. Unajua siku hizi kutoa ushuhuda imekuwa ngumu sana. So badala ya kutoa tu, si watu wa kuangalia waone unavyotembea, wa kutolee ushuhuda wa yule Yesu aliye ndani yako. Praise the name of the Lord. So Christian transformation is both instant and progressive. And what do I mean? Wakati ulimkubali Kristo, ulioshwa, ukakuwa msafi, ukakombolewa na ukawa mtu mpya. Lakini inamaanisha ya kwamba it is also progressive. We seek the same salvation. We seek the same cleansing on a daily basis. Tunafanywa wazuri kila siku, tunaokolewa na kukombolewa kila siku. Kwa hivyo usikafike mahali useme mimi niliokoka na ukose kufuata maneno ya huo wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu wakiokoka imetosha. Si nilishasema hapa kanisani nimeokoka. Na usipozingatia maneno ya wokovu huo wako, basi inamaanisha kwamba ukienda kule nje, kwa wale ambao hawajui umesimama hapa, basi maisha yako yaweza yakawa tofauti. Mstari wa 11 na wa 12, we are talking about embracing the Christ-shaped identity. You know, the Bible says in verses 11, Christ is in all and all is in Christ. So Paul tears down human categories. Anajaribu kusema ya kwamba waacha na hizi maneno ya kategori ambazo tunajiwekea, na ndio maana nafurahi sana kwa lay canon leo. Wale ambao wana na hawana, wale ambao wanakalia viti zile na wale wanakalia viti hivi.
Leo huwezi jua hata mwanakwaya ni nani. Na kama hamkubali, angalia wale wawili wamekaa viti mbele. Hawa ni wanakwaya. Sio wanakwaya. Hata kama kuna mmoja wa praise and worship leo ameketi, hakuna baria ya yeye ni mwanakwaya ama si mwanakwaya. Angalia praise and worship ni nani wako. Huyu Buddha mshaimuona kwa praise and worship? Buddha ushaising hapa? Bado. Lakini yako wapi? Ako hapa. Hawa wazee wa kanisa waliokalia viti za wazee wa kanisa, hawa mnawaona? Si mnawaona? And that is the true identity that we get in Christ. There is no Jew nor Gentile, nor rich nor poor, nor circumcised or uncircumcised. We all belong to one Lord, one Master, one Savior, our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. And that is the true definition of a family. Baba si mzuri kuliko mama, mama si mdogo kuliko baba. Mtoto hakosi maana sababu ni mtoto. Familia, kila mtu anayo nafasi ambayo anacheza ambayo inafaa. And that is how we are here in this church. And that is how it is supposed to be. That I respect you for who you are and you respect me for who I am. Because it is the Lord who has called you and who has put you where you are at this particular time. Bwana Yesu asifiwe. So, verses 11, what it is trying to say is that Christ is greater than your tribe. Tumeingia hapa, tukasema, so we must praise him. Tayaje, yes we tayaje. Tayaje, yes we tayaje. Tayaje, yes we tayaje. So we must praise him. Praise him in an African way. Polo dalawa, 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 Nyasaye dalawa. So we must praise him. Praise him in an African way. Mi emet nigararan. Mi emet negararan. Mi emet negararan. Negigere got gerib gayaneño. So we must praise him. Praise him in an African How way. beautiful is that? The Lord, our Lord Jesus Christ, is not a respecter of personalities. He doesn't care what tribe you come from. Na hivi kidogo 2027 utakumbushwa sasa neighbor yako ni Mkikuyu. Ukumbushwe neighbor yako ni Mjaluo. Ukumbushwe neighbor yako ni Mkale. Na waanze kupewa narrative mbaya za tribal preservations. Praise the name of the Lord. Christ is greater than tribe. Bwana Yesu asifiwe. That is the true definition of who a family is. Hata wakati wa siasa, we should see this joy that I have seen in the church today. Tuko pamoja? Usikose kwenda kanisa sababu umekumbushwa mnayekaa naye kwa kanisa si Mjaluo. And that is the tribal card that is played. Christ is greater than your education. Christ is greater than your past, your social status, your background. He is greater than all those. We have one unifying character, our new identity in Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So in the Christian home, no one is superior than the other one. And that is what the Bible is trying to emphasize kwa hii Colossians 3. Hakuna aliye mkubwa kuliko mwingine. Bwana ana role yake ya kucheza, mama ana role yake ya kucheza, watoto wako na role zao za kufanya. And when Christ is at the center, then honor and love flows naturally in that family. Kitambo tukiwa wadogo, kuna ka placard kalikuwa kanawekwa. Christ is the head of this home. Nani anaweza kumbuka hako kakitu? Tulikatoa, kalikuwa out fashioned. Sio digital, hakana material mzuri and all that. Let me tell you, there are some of us who have been shaped by that small phrase on the wall. Christ is at the center of this home. Na kuna kengine kalikuwa kako praying hands. Anaweza kukumbuka? Praying hands. Sasa kako wapi? Ulikashoma hata bila kujua.
sababu likatoa kwa wall ukakaweka chini ya kitanda, kidogo kidogo ukakasukuma, kidogo kidogo umekashoma. But let me tell you, even if it is not hanging on your wall, let it hang on the walls of your heart. Praise the name of the Lord. Not forgetting where we have come from. But verses 12. Let's talk about identity before your behavior. Sijui nitaisema aje. Yani metugo yaku na mekere yaku ya maodo yagirire gutongorio ni identity yaku. Ekedia kuhudhira example hiyo. I'm trying to look for an example. There is something someone does, unasema si huyo si anafanya kazi fulani. Si anafanya kazi fulani. Akiongea vibaya, unasema si huyo anafanya kazi fulani. Si ndio? Sababu identity yake inafuata nini? Inafuata matendo yake. Sisi identity yetu tumesema already ni kuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Na kama ni kuwa ndani ya Kristo, tunamaanisha utambulisho basi kabla ya tabia. Tukue na identity kabla ya tuseme mambo ambayo tunayofanya. Kwa hiyo kama wateule wa Mungu, watakatifu na wapendwa, and that is what Paul is saying. Paul anasema ya kwamba wewe ni mteule, wewe ni mtakatifu, wewe ni mpendwa. Hiyo ndio identity yako. Ogwo ocio niguo mutugo waku, ogwo niguo hana we. Ogetua ko define ni ati wewe mundu mutheru, we mundu usetetwo apart, na we mundu mwende. Mteule, mtakatifu na mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na identity zenye dunia inakupatia. Ikikupatia kwamba wewe umeshindwa, wewe hauna nguvu, wewe umelemewa, waambie neno la Mungu katika waraka wa Wakolosai linasema mimi ni mteule, mimi ni mtakatifu na mimi ni mpendwa. Na from that identity sasa inafuata tabia yako. Mteule kafanya mambo yasiyo ya mteule. Mtakatifu akafanya mambo yasiyo ya mtakatifu. Mpendwa akafanya akaishi kama mtu ambaye hajapendwa. Hapana. Kwa hivyo tumesema utambulisho kabla ya nini? Ya tabia. Na tabia kutokana na kwenye ufundisho ama kwenye utambulisho. Mtu anayejua kama amependwa, basi ni rahisi sana kwake kupendana. It is very easy to reciprocate love if you know you are loved. It is easy to reciprocate help if you know you have been helped. Ama sivyo? Na hiyo ndio inamaanisha kwamba utambulisho unatangulia nini? Tabia. Bwana Yesu asifiwe. Katika familia zetu tunaishije? Bwana na bibi na bwana, mnakaa aje katika familia? Mnakaa kama wenye ambao wanajua wanapendana ama wenye hawajui wanapendana? Wale ambao kila siku ni vita kwao. Yaani unashinda huko nje, umefurahi, umefanya vitu vizuri nini, ukifika kwa mlango ya geti yako unavuruta shati juu. Sababu vita inaanza. Ukiingia kwa nyumba tu hata hakuna salamu. Na wainuka. Ni kama haku anafaa kwenda nini? Na wainuka umekuja. Na yeye bwana sababu ameulizwa kama amekuja na ni lazima angekuja, anaona hawezi jibu. Ama akijibu, anajibu kulingana na swali ambalo limetolewa. Umekuja. Anasema kwani huko unataka nikuje ama ni kwako nimekuja. Na from there hadi kulala ni kama kwa hutu na tu. Mstari mmoja inarushwa, ingine inarudishwa huku. Watoto the same. Let us as a family pray that the love that God has shown us by sending his only son Jesus Christ at a period like now, basi hiyo upendo tuupeleke katika familia zetu. The attitude we must carry in our marriages, in our relationships, hata urafiki, ni ule wa kwamba shida tutatatua, mazuri tutasherehekea. Sawa sawa? Sio kubeba shida na vita kila wakati. So tumesema hivi, nataka sasa utembee na mimi mahali unaweka nguo zako, wardrobe yako. Twende. Sasa hawa unasikia wanasema ati kwao ni bali. Sasa hawa shida yao ni nini hawa? Ati kwangu ni bali kidogo. Twende, mnaenda na mimi? Umefika? Kama kuna mlango fungua. Umefungua? Kama hakuna, angalia.
Na ni sawa, unajua hata modern wardrobes kuna zingine zina milango, zingine hazina. Kama ni saduku fungua. Umefungua? Pale ndani mavazi ambayo unayo unayaona, sio? Si ndio? Sunday best chukua, weka kando. Chukua ya kwanza. Chukua ya pili. Unajua kuna hao ambao nawajua vizuri. Hata mimi na nguo nawaangalilia sasa zenye wamechukua already. Kwani nimekaa na nyinyi miaka 2 sijui nguo zenye mnavaa? Isipokuwa zenye mmenunua hii Krismasi. Kama ile denim yako, nasitaki kusema ni nani. Ile skati ya denim umechukua. Now, the analogy that was used ya kuvaa na kuvua na kuvaa, nataka tuingie katika wardrobe ya mtu ambaye ni Mkristo. Na pale kwa wardrobe, nataka uniambie kama kuna vazi ambalo linaitwa huruma. Unaliona? Venye tu ulitaja ile dress yako ya red, Grace, ile denim yako, unaona ile skati ya denim, inakaa ni jeans na si jeans. Si unaiona? Ni jeans, ni kama imeparara lakini ni fashion. Ama hiyo sio definition ya denim siku hizi? Ni jeans imeparara, mimi nilikuwa naona nasema sasa huyu ameenda mtumba tu akanunua nguo mzee. Naambiwa hii ni designer, we. Lakini kwa ile wardrobe yako kama Mkristo, umeona huruma? Vazi la huruma limehangiwa mahali. Huruma ni kuhisi maumivu ya mwingine na kusaidia. Na kama huna lile vazi pale, basi wardrobe yako sio kamili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie kama kuna vazi la wema katika ile wardrobe. Na kama hakuna wema pale, wema ni maneno laini, tabia isiyo na ukali, upole. Huo ndio wema. Na kama hakuna katika wardrobe yako, basi wardrobe yako haiko kamili. Nataka uangalie pale katika wardrobe yako, uniambie kama unaona unyenyekevu. Na kama hakuna unyenyekevu, wewe ni mjuaji wa kila kitu kila wakati, basi wardrobe yako haiko kamili. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu ni kutokuwa na majivuno, kuacha nafsi ipewe nafasi ya mwisho. Service above self. Kama lile vazi halipo pale, basi wardrobe yako haiko kamili. Nataka uangalie katika ile wardrobe nyingine ambayo ulikuwa umefunga hujafungua. Nenda pale uniambie kama umepata vazi la upole. Na kama hujapata vazi la upole, basi jua ya kwamba haujatoshea basi katika lile vazi mpya la kuwa ndani ya Kristo. Upole ni nguvu iliyodhibitiwa. Nguvu ipo lakini imedhibitiwa. I know I can hurt you, but I won't because I have Christ in me. Bwana Yesu asifiwe. I have the ability to talk back to you. Ukiniambia wewe ni mjinga, naweza kuambia wewe ni mjinga times 10. Unakumbuka zile matusi ya watoto? Unamwambia wewe ni mjinga, unapata na wameambiana wewe ni mjinga to infinity. Ama hamkusikiaga hivyo? Ili nifunge hiyo chapter, wewe ni mjinga to infinity. Yani hawezi kuwa mjinga zaidi, wewe ni hivyo. Lakini upole ni kujua nina uwezo wa kukutukana, lakini ule uwezo na udhibiti. Nina uwezo wa kukuitia polisi kwa kitendo kidogo umefanya, lakini nidhibiti ile nguvu, niseme nitamsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kama lile vazi halipo, basi kuna shida kidogo. Kama hakuna vazi la subira katika lile saduku lako, umefungua ukapasa hauna vazi la subira, basi kuna shida kidogo pia. Subira ni uwezo wa kuvumilia bila kulipuka. Uliza neighbor, mwisho ulilipuka lini? Wewe ulia neighbor, mwisho wa bokirere. Unajua kuna watu ambao, wacha nikwambie, na ndio maana nasema ni vazi ambalo lazima liwe. Kuna mtu ambaye huwezi ongelesha kidogo hivi bila kufanya nini? Kulipuka. Ukosee kidogo, umkanyange kidole chagumba. Chagumba ilikuwa kia mguu ama chagumba ni gani? Oh, ni mguu. Si niliwaambia niko na dictionary ya Kiswahili hapa. Nimemuuliza chagumba ni nini, akainua mguu.
Hata anionyeshi kidole anasema soma lebo. Chagupa kiko hapa. Ukimguza kidogo analipuka kama mlikuwa hata mmekosana huko mbeleni. Subira, uwezo wa kuvumilia bila kufanya nini? So kwa nini Paul anasema tuvae haya mavazi? Kwa nini anasema lazima kwa wardrobe yako kila mtu awe nayo? Kwa sababu haya ndiyo mazingira ambayo Kristo anaweza kutawala katika nyumba yako. That is the only way, that is the only environment that Christ can be able to be king over. Lakini kama vazi ni chuki, kama vazi ni vita, kama vazi ni kutopendana, kama vazi ni kutafutana ili mkosane, basi Yesu hana nafasi katika ile boma. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hayo mstari wa 13 nasema hivi, vumilieni ninyi kwa ninyi mkisameheana, kama sivyo Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. So kuishi utu mpya kwa neema. And that is what God is inviting us to do. Vumilieni ninyi kwa ninyi. Na hapa inamaanisha kwamba kubeba udhaifu wa wengine. When they need your help, please show up. Kukubali tofauti za tabia. We are totally different. Unaweza taka nicheke lakini nachekaga. Lazima ukubali kicheko cha nani? Changu. Waacha kuniambiaga ati wewe unacheka kama mtu mwenye ametoka kwa giza. Tabia zangu ni tofauti na tabia zako. So lazima tukubali tofauti ya tabia. Kutaka ukamilifu, kujua kuwa kila mtu yuko kwenye safari, na kuacha kutarajia watu wawe malaika. So hakuna familia ambayo haina shida. Na we live in a fallen world. I have already taught this before. And if we live in a fallen, corrupt world, once in a while we expect challenges. Toto ikaraga thĩ na mathĩna na mehia. Rĩmwe no nginya tũgacamanagia na mathĩna marĩkũ macio. Na koguo no nginya Ngai atũteithagie. Na nikio Paul arauga mkisameheana. Familia yoyote ile itakwaruzana, lakini ikikwaruzana tusameheane. Kwa hivyo nawataka kuwapatia changamoto ya kwamba kwa ukamilifu, bila masharti, kwa upendo, kwa kujitoa, nenda wakati huu, msimu huu wa Krismasi, nenda tafuta familia member ambaye hamuongeleshani. Nenda tafuta familia member ambaye hamsikizani vizuri. Nenda tafuta rafiki ambaye mumekosana. This is a period of perpetual hope offered to us by the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. The same way we have been forgiven, then we go and forgive others. Touga modo muohere no ahota gweka atia? Kuhanira kana tiguo? Modo moigwere tha no ahota gweka atia? Kuiguanira tha. Modo mohe no ahota gweka atia? Kuheana. Modo mukirere no ahota gweka atia? Na tondu maundu macio mothe ni twikitwo ni Kristo, na ithue tweke maundu macio kuri andu aria angi. Bwana Yesu asifiwe. Kama Kristo ako ndani yako, basi lazima uhusiano wako na wale watu wengine ubadilike, ulingane na vile Kristo anavyotaka. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu.